samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanzo 1:26-27. Mwanzo 2:18, 21 na 22. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu kwa siku ya leo ni mwanamke jitambue. Kwanza kabisa, mwanamke unapaswa ujitambue wewe ni kitu cha thamani. Mungu amekuthaminisha, ndiyo maana amekuweka duniani. Maana Mungu alipomuumba Adamu, anasema alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Lakini katika udhihirisho duniani mwanamke alikuja baada ya Adamu. Tukiangalia, Adamu alitoka katika udongo, lakini mwanamke hakutoka katika udongo. Endapo Mungu alisema mwanamume na mwanamke aliwaumba, lakini mwanamke alitoka katika ubavu wa mwanamume kama tulivyosoma. Hivyo ninakwambia leo, mwanamke wa leo ujitambue. Mwanamke uliyeokoka, unayemwamini Mungu, ujitambue ya kwamba wewe ni kitu cha thamani. Jua thamani yako mbele za Mungu ni nini, na kama utakapoitambua thamani yako, ujue kwamba Mungu analo lengo kukuleta hapa duniani. Mungu hakukuleta kwa hasara, alikuleta ili kwamba uweze kuutimiza uumbaji wake, uweze kumtukuza Mungu na kumshangilia, uweze kuuonyesha uweza wa Mungu aliyouweka ndani yako wewe mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda tukaangalia taratibu katika Biblia, tunakuta Mungu kampa mwanamke majukumu makubwa, lakini sisi hatujitambui. Tunatembea tukijua kwamba mimi ni mnyonge, mimi hiki siwezi, mimi hiki siwezi kufanya. Katika utumishi, mimi siwezi kuhubiri, mimi siwezi kazi ya Mungu. Lakini kumbuka, wewe ni wa thamani. Hukutoka katika udongo, ulitoka katika kitu ambacho Mungu alikuwa tayari amethaminisha, ameweka uwezo wake na nguvu yake ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na wanawake, siongei na mama, naongea na yeyote yule aliyezaliwa kuwa ni mwanamke, ambaye ni mwanamke. Ujue kwamba wewe ni wa thamani. Kwanza Mungu alipomuumba Adamu, alipulizia pumzi ya uhai ndani ya ule udongo aliyoutengeneza, ndipo akawa Adamu. Sasa kwa maana hiyo, Mungu aliongeza thamani ndani ya ule udongo na akawa kitu hai. Sasa sisi wanawake tumetoka katika kitu ambacho Mungu ameshakipa thamani. Kwa hiyo mwanamke, jua wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Hivyo usiuangushe uthamani wa Mungu aliyokupa. Inabidi usimame na kuonyesha uthamani Mungu aliyokupa. Bwana Yesu asifiwe mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia katika Biblia, wanawake ni wengi waliojiamini. Ukienda katika kitabu cha Luka, msomaji, soma Luka sura ya 2 mstari wa 36 na 37. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari 36 na 37. Biblia inasema, palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanueli, wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume kwa miaka 7 baada ya uanawali wake. Naye ni mjane wa miaka 34. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona huyu nabii Ana alikuwa akikaa hekaluni. Kazi yake ilikuwa ni kuomba na kuabudu. Alikuwa akiutafuta uso wa Mungu.
alikuwa akifanya kazi ya Mungu. Hapa Biblia ituambia alikuwa anaombea nini na nini na nini, lakini vitu vya kuombea viko vingi. Wamama tunajisahau. Mwanamke aombi, mwanamke ni mwenye usingizi, mwanamke yani hakuna kitu unachokiweza. Usidhani kwamba familia yako inaweza ikasimama bila wewe kusimama katika maombi. Aliyekuwepo asubuhi katika somo la Sunday school amesikia, mwanamke inabidi ujitambue wewe ni nani, usijidharau. Hata wakudharau usijidharau, jiamini, jua mambo yote unaweza. Kama nabii mke aliweza, mimi nitashindwaje? Kwani yeye alikuwa nani, mimi ni nani hadi nishindwe? Bwana Yesu asifiwe. Sema mwanamke anaweza. Sema ninaweza. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tujitambue. Wamama tusiwe walegevu. Tujue kwamba familia zetu zinatusubiri, kanisa linatusubiri, taifa linatusubiri. Na ujue kwamba hilo ni deni, hiyo ni talanta umepewa na Bwana, unayo. Acha kuichezea, siku ile utaulizwa ulifanya nini. Niliweka hiki mbele yako. Pale utasema unajua. Mungu yeye atakuuliza talanta niliyokupa iko wapi? Kama alikupa 5 anataka ulete 10. Kama alikupa 2 anataka 4. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke usijidharau, unaweza. Kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na kila mwanamke, siongei na mama. Naongea na kila mwanamke aliyeumbwa kwa viwango vya thamani ya juu. Bwana asifiwe. Mungu ametuheshimisha. Ukiangalia hata Yesu Kristo mwenyewe amezaliwa na mwanamke. Bwana asifiwe. Yaani nikifika hapo mimi huwa najiona wa thamani sana. Najua ninaweza. Bwana asifiwe. Yesu Kristo ni mwana wa Mariamu, endapo babake ni Yusufu. Lakini tukisoma Biblia, Mariamu alipata mimba kwa uweza wa Mungu. Ni mwanamke. Mungu yule aliyeshuka kwa Mariamu ana uwezo wa kushuka kwako mwanamke ukafanya mambo makubwa. Bwana asifiwe. Jiamini mwanamke. Tukiangalia Debora alikuwa mwamuzi wakati huo katika taifa la Israeli. Walikuwa wakipanda milima wakija kumuuliza. Bwana asifiwe. Hiyo unaipata katika Samueli. Alikuwa anaamua. Mungu alimpa hekima na maarifa. Kweli wakaenda kupigana na wakashinda. Na ukisoma vizuri pale ni kama Israeli walikuwa kama wamechoka hivi. Lakini walipopanda kwa nabii mke. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Samueli. Samueli, msomaji wetu karibu. Ni Waamuzi, kumradhi. Waamuzi sura ya 4:24. Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4 na kuendelea. Ila naomba usome mstari kama 1 au 2 pale. Wengine utasoma nyumbani mpendwa. Basi za Waamuzi sura ya 4 mstari wa 4. Basi Debora nabii mkewe Lapido ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Amina. Bwana asifiwe. Alikuwa mwamuzi katika Israeli. Yaani kwa maana hiyo leo mwanamke uwe mwamuzi katika Tanzania. Lakini Mungu alimtumia katika hekima. Aliweza kumwelekeza Baraka na wakapigana vita ile wakashinda. Na pia ukiendelea mbele pale, ukiendelea mistari ya mbele pale, utakuta kwamba aliyeongeza ushindi katika taifa la Israeli wakati huo ni Yaeli, mwanamke pia. Ndiye aliyempiga yule adui kwa kigingi. Ukisoma Samueli hiyo ukiendelea katika sura hiyo. Kwa hiyo jamani, ukitaka mwanamke kushinda, ukitaka kujua wewe ni nani, ukitaka kuelewa nini unatakiwa ufanye katika Mungu, hebu soma wanawake waliotangulia. Tena kuna mwanamke mmoja shujaa sana. Yaani mimi binafsi huwa namuona ni shujaa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 2 na wa 3 ukiendelea, yule mama alikuwa ni shujaa.
mfalme alitangaza kwamba kila mtoto wa kiume atakayezaliwa ni kuuawa. Lakini yule mama alijaa ujasiri, aliubeba ujasiri, akajua kwamba huyu mtoto wangu niliyejifungua kwanza ni mzuri sana, akamficha. Katika kumficha kwake, nahisi mwanzo wa kukumbuka kwamba yule mtoto anakuwa. Kufikia miezi 3 mtoto ikawa imeshindikana tena kumficha, ikabidi amtengenezee mazingira ya kumtorosha mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke alipomtorosha yule mwanamke, yule mtoto akaokotwa tena na mwanamke. Na yule mwanamke pia, endapo alikuwa katika ufalme ambao ni wa Farao, naye akabeba ujasiri akasema, huyu ni mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwanamke ambaye hajaamini anajiamini kutenda jambo lililo kubwa, kwa nini wewe uliyeokoka ushindwe kutenda? Bwana asifiwe. Akakaa na yule Musa akasema, huyu ni mwanangu. Hakujua analitimiza agizo la Mungu yeye bila kujua. Yule Musa akakuwa mikononi mwa binti Farao. Kumbe Mungu anamuandaa mtumishi wake atakayewaokoa taifa lake la Israeli waliokuwa matesoni. Aliubeba ujasiri mkubwa na wa ajabu, maana wale wa Israeli walikuwa ni maadui katika taifa la Wamisri. Lakini yule mama binti Farao alibeba kwamba huyu ni mwanangu, na ndiye aliyemwita jina akaitwa Musa. Kwa nini tushindwe na watu wasioamini? Wewe uliyeamini haujiamini, haujitambui, haujui nafasi yako. Mwanamke, ijue nafasi yako katika ngazi zote. Mwanamke, ijue ngazi yako, jua kazi yako, jua jukumu lako. Utakaposimama katika jukumu lako, hakika utamuona Mungu. Mungu utenda kazi na wale wanaomuamini. Ukishamwamini Mungu unajikubali. Ukishajikubali unaingia katika utendaji. Unapotenda Mungu ndipo anaonekana mbele yako. Bwana asifiwe wanawake. Kwa hiyo yatupasa kusimama katika kuyajua malengo ya Mungu ndani yetu ni nini, ili tuweze kutenda sawa na mapenzi yake Mungu, ili tuweze kutenda kile Mungu alichokiweka mbele yetu kwa ajili ya kazi yake. Wanawake wako wengi sana. Yupo Abigaili, tumemsoma katika somo la asubuhi, kama vile tulikuwa pamoja na mwalimu wa somo la asubuhi. Abigaili alisimama akamtetea mume wake, na kweli mume wake kama si Abigaili angeangamizwa na nyumba yake yote. Lakini Abigaili alitumia hekima ya kimungu, akajua wajibu wake ni nini, ndipo aliposimama akaenda kwa mfalme Daudi, na ndipo angamizo lilipogairishwa. Bwana asifiwe wa mama. Bwana asifiwe wanawake. Tujitambue, tunaweza. Tutaulizwa siku ile ya mwisho. Inatakiwa tujue wajibu wetu ni nini, tujue nini kinachotakiwa tuweze kutenda, ili Mungu aweze kututia nguvu. Unaweza ukaomba sana, lakini kama hauko katika utendaji, ni vigumu mkono wa Mungu kuonekana mbele yako. Unaweza ukasema mimi naomba Mungu atende. Hapana, anatenda, ila wewe hujachukua hatua. Unapoomba chukua hatua, kile unachokifanya chukua hatua, mtegemee Mungu na Mungu utenda kazi yake kutokana namna ulivyompa nafasi ndani ya moyo wako. Ukimpa Mungu nafasi ndani ya moyo wako kwa asilimia kidogo, naye atatenda hivyo hivyo. Jinsi unavyoongeza viwango vya kumwamini na kumtegemea, naye ndivyo anavyozidi kukutumia. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie wanawake waliotutangulia. Na pia wanawake tunayo majukumu makubwa. Kwanza tunazilinda nyumba zetu, tunalinda na majirani na taifa kwa ujumla. Tunaposimama vizuri, taifa litasimama vizuri. Na ndio maana Bwana Yesu pale, wale wanawake waliokuwa wakilia na kupiga vifua vyao, wanalia, akawaambia, binti Sayuni, jililieni wao na jililieni ninyi wenyewe na watoto wenu. Kwa hiyo tunayo majukumu makubwa ya kuombea hata watoto, kuwaombea hata waume zetu, kuwaombea hata majirani zetu, kuomba kwa ajili ya taifa, kuomba hata kwa ajili ya kazi yako mwenyewe. Mtu anafanya kazi, anafanya biashara, lakini akiamka asubuhi yeye anaondoka, akirudi jioni karudi.
Mara utasema jamani, mimi huu mtaa nasikia mgumu. Sio mtaa mgumu, hujasimama vizuri. Wewe ile usiku kabla hujalala, kabidhi kazi yako mbele za Mungu. Ruhusu utukufu wa Mungu utende kazi. Ruhusu Mungu asimame pamoja na wewe. Hata unapoamka kwenda katika kazi zako, ujue kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Umeshamkabidhi kila kitu. Sio wewe ufanye kazi wewe kama wewe, kweli hutavuka. Bwana asifiwe. Tumuhitaji sana Mungu katika maisha yetu wanawake, ili Mungu aweze kutenda yale aliyokusudia. Ninaamini katika kanisa hili Mungu amekusudia mambo mengi makubwa. Wapo watumishi wakubwa, wapo waombaji wakubwa, wapo wainjilisti wakubwa, wapo wakarimuji wageni wakubwa, lakini bado hatujajitambua nafasi zetu. Yatupasa tuzitafute nafasi zetu ili Mungu aweze kututumia kwa wakati wake, maana muda nao unakwenda. Muda haujasubiri. Yeye Mungu anapokukabidhi talanta, yeye anahesabu. Wakati ukifika wa kurudisha marejesho, yeye atakuuliza kiko wapi ulichokivuna? Kiko wapi ulichokipata? Hautaweza kujitetea kusema mimi ujue Mungu mimi wakati ule sikujua. Hapana, alikupa. Kwa hiyo natupasa tuchukue hatua wapendwa. Tuchukue hatua katika vitu tunavyotakiwa kuvifanya. Tujue majukumu yetu ni yapi. Tusimame kama wanawake waliotangulia. Na mwisho kabisa, Mungu alichokifanya juu yetu wanawake, tujue kwamba jukumu tulilonalo ni kubwa. Tukisoma Yeremia 31 mstari wa 22b. Msomaji karibu. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 22b. Biblia inasema, kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Amina, barikiwa sana. Tujue kwamba Mungu ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke atamlinda mwanamume. Sio atamlinda mume wake, hapana. Mwanamume. Mwanamke atamlinda mwanamume. Kwa maana hiyo, wote walio wanaume hapa tunatakiwa tuwalinde. Kwa namna gani? Kila mtu namna alivyoitwa. Kama uliitwa kwa ajili ya maombi, omba kwa ajili ya wanaume wote unaowaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa tunachopaswa kutangulia nacho, kama wewe ni mwanamke ulioolewa, anza na mume wako uliye naye kwako. Ukimwombea yule, ndipo utakapopata nguvu na uwezo wa kuwaombea wale wengine. Huwezi kujua changamoto nyingine unazozipata kutoka kwa mume wako ni kwa sababu haujaomba, haujamlinda. Unaweza ukawa unajiuliza, mimi jamani mume wangu ameokoka lakini mbona hivi? Mume wangu mbona kauli zake ni hivi? Mbona mume wangu mimi hatua zake nazishangaa? Lakini kila siku kanisani anaenda. Haujaomba. Kinachotakiwa kumbadilisha yule mwanamume, yule mume wako, kwanza ni maombi. Inapaswa tuanzie Yerusalemu, baadaye Samaria na Uyahudi yote. Bwana asifiwe. Tusimame kwa maombi. Unaweza ukawa unalalamika, yaani mimi mume wangu hatajuagi kwamba watoto wanasoma. Yaani bila mimi kukimbia huko na huko, yaani hela imetiani ya watoto mimi, yaani hata kuongea nilishaacha. Haujaomba mama. Haujaomba. Kuna kitu kimoja unachotakiwa ukifanye. Inabidi uombe vitu vitatu kwa Mungu ili amfanyie mume wako. Kwanza, amjue Mungu. Akimjua Mungu ataokoka. Pili, Bwana sifiwe. Nimesema kwanza kumuombea mume wako amjue Mungu. Jambo la pili, amche Mungu. Jambo la pili, ampende Mungu. Tatu, amche Mungu. Maana akishamjua Mungu ataokoka. Akishaokoka atampenda Mungu. Akishampenda Mungu atamcha Mungu. Na katika hayo mambo yote matatu, mengine yote yatakuja tu yenyewe. Bila kuomba hayo yote huwezi kuyafanya.
Unaweza ukahangaika ukasema hapana, labda ngoja niende kwa mwinjilisti, mama mwinjilisti nimwambie, unajua mimi baba, hapo unabadilisha. Baba, unajua baba mimi ananichanganya, yaani hata simuelewi, mara hili mara lile, yaani hata ajui chochote, yaani yupo tu. Lakini je, kaokoka? Ndio, na kanisani anaenda. Sasa kwa nini? Mimi sijui. Usitafute ushauri kwa Mungu, kwa mwanadamu, nenda kwa Mungu. Muombe Mungu. Utakapoomba hayo mambo matatu, katika hayo matatu yule baba ataingia kwenye mstari mwenyewe bila kumsemesha. Chukua hatua mwanamke. Mfano mzuri, Abigaili ya kuongea na Daudi. Alipoambiwa, alijua yeye ni nani, anatakiwa kufanya nini, achukue hatua gani, aliinuka na kusonga mbele. Daudi akagairi maangamizo. Sasa wewe unabaki unaenda kwa mama mchungaji, naye ana yake. Kwa mama mzee wa kanisa, ujui jana ilikuwaje, sijui kwa nani, rafiki yangu yupi, huyo ndo usiseme. Tafuta ushauri kwa Mungu. Yule aliyekuumba kwa thamani isiyoweza kuelezeka, huyo anaweza matatizo yako yote. Hakuna jambo lililo ngumu kwa Mungu, yote yanawezekana. Wamama, tumrudie Mungu. Tunayo makosa, hatuwaombei waume zetu. Tuanze na Yerusalemu, alafu Samaria na Uyahudi yote. Tutashinda. Tuna nguvu. Mungu hajatuumba kwa hasara. Mimi Mungu hajaniumba kwa hasara, sijui wewe. Mimi hajaniumba kwa hasara. Mimi ni kitu cha thamani, sijui wewe. Mimi najiamini, mimi ni wa thamani, sikutoka kwenye udongo, nilitoka katika ubavu. Amen. Kwa hiyo thamani hiyo ninasimama na kutembea nayo. Nikiona mambo yamechanganya, mwambia Mungu, kumbuka mimi umeniumba katika jinsi ya ajabu, katika uthamani mkubwa. Nini Mungu nifanye? Ananiambia, mwanangu, hivi, haya, ninaenda. Hakuna msaada kwa mwanadamu, maana naye anayo yake. Yawezekana wewe una unafuu. Mwingine unaenda unamwambia hili na lile, yeye anakwambia yale. Wewe unaanza kuwa mshauri badala ya kupewa ushauri. Lakini Mungu ni mshauri wa ajabu. Hebu toa nafasi ndani ya moyo wako. Mpe Mungu nafasi atawale ndani ya moyo wako, ili uweze kujua unachotakiwa kukifanya. Yamkini aufanye vile kwa sababu ujui unatakiwa usimame katika lipi na utembee katika njia gani, ili uweze kutimiza lengo aliloliweka mbele yako Mungu. Mrudie Mungu. Muombe Mungu. Tubu, rudi mbele za Mungu. Mlingane Bwana. Hakika Mungu wetu hana hiana, atakwambia. Na kweli mama, utainuka. Mimi ninaamini wanawake wanao ushawishi mkubwa. Tukisimama vizuri kama Mungu anavyopenda, yaani hili kanisa hapa tutaongeza hadi kule hadi au huko. Lakini bado hatujajua wajibu wetu. Wamama, tubadilike. Amen. Tunalo jukumu. Tuwalinde wanaume. Utakapoanza na huyu uliye naye, ndipo utakapopata uwezo wa kumwombea yule anayepita barabarani. Yule mwingine unaweza ukakutana naye njiani. Mimi jamani, hebu niwaambie, kuna mwanaume mwingine unakutana naye njiani, unajiuliza, hivi huyu ni mwanamke au ni mwanamume? Huelewi kwa namna alivyo. Sasa huyo ndiye anayetakiwa umuombee, lakini anza na Yerusalemu. Wanaume zetu wabadilike. Baba, nitakuombea. Bwana Yesu asifiwe, na Mungu awabariki.